السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake, akatuwezesha kutukutanisha tena leo hii katika ukumbi wetu kama ilivyo kawaida ya kuwa tunakutana katika ukumbi wetu kwa ajili ya kukumbushana na kufundishana mawili matatu katika dini hii ili iweze kutusaidia kwa namna moja ama nyingine. Na alhamdulillah, kama ambavyo tumezungumza huko nyuma, kwa kwamba darasa zetu hizi zitakuwa zinakwenda kwa kubadilishana. Siku nyingine tutakuwa tunasoma Qur'ani, siku nyingine tunasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na vitabu mbalimbali kwa kadiri ya wepesi, kwa mujibu wa wale ambao wanaokuwa wanasimamia na kuendesha ili viwe wepesi kwa namna moja ama nyingine. Katika kufanya darasa zetu hizi ziwe zina uwepesi wa kuweza kufuatilia na kujua, kama ambavyo ilivyo katika upande wa darasa ya Qur'ani, tumeonelea katika upande wa hadithi tuchukue kitabu kinachoitwa Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjani ni kitabu kilichokusanya hadithi ambazo kwamba muttafaqu alayhi baina Imam Bukhari na Imam Muslim. Sheikh amezichukua na kuzipanga katika utaratibu kama vilivyo vitabu kama vile Bulughul Marami ama Umdatul Ahkami ama Riyadhus Salihin, na kadiri inavyokuwa wanatofautiana watunzi kwa mipangilio yao. Miongoni mwa tofauti ya hiki na vile vingine, hiki kimekuwa sio mashuhuri sana. Darasa nyingi za misikitini ama za mashaikhi mbalimbali tunasoma vitabu vya Riyadhus Salihina na Umdatul Ahkami na Bulughul Marami, Arbauna Nawawi na kadhalika, lakini hiki hakijawa mashuhuri sana katika usomaji, hapo kinasomwa kama ambavyo tulivyokuwa tumezungumza. Lakini pia katika utaratibu wake amepangilia kuanzia kitabu al-Imani, hajakifanya kwamba kitabu kiwe cha fiqhi zaidi ama kiwe cha zuhudi zaidi kama ilivyo Swalihin na Bulughul Marami. Yeye amekiweka kwa ujumla kiweze kukusanya, kitusaidie mafundisho mbalimbali, kiasi kwamba atakayewasika kukisoma kitabu hiki anaweza kupata ukunjufu wa maarifa mbalimbali, ikiwepo ya imani, yani aqida, lakini pia sira za Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe na masahaba zake, lakini pia na masala mengine vile vile ya. Kwa kuanzia leo tunaanzia moja kwa moja katika kitabu hiki, hatuzipitii hizi mukaddima kwa sababu ya changamoto ya tabaa, utofauti wa tabaa mbalimbali ambazo zinatofautiana, japo mukaddima ya musannifu mara nyingi inakuwa ile ile, lakini tumeona kwa wepesi tuanzie moja kwa moja katika maudhui ya kitabu hiki. Na ametanguliza, kabla ya kuingia moja kwa moja, ametanguliza maelezo na hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonyesha ubaya na hatari ya kuingiza au kumnasibishia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno ama vitendo ambavyo yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema ama hajafanya. Kwa hiyo ametanguliza hizi kwa sababu kitabu kimechukua hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Sheikh anatupa angalizo kwa kutufahamisha kwamba tunapokuwa tunazungumza amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam ama amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ama hivi ama vile, basi inahitajika umakini na ithibati ya hali ya juu ili usiingie katika hatari hii ambayo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameielezea. Na kwa sababu hiyo ndio maana wanachuoni wakafanya kazi kubwa sana ya kuchuja, kwa sababu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amechukua taklifa
ya kuitunza na kuihifadhi kiasi kwamba haitoingia mtu yoyote aweze kuingiza mikono yake katika Qur'ani tukufu. Lakini upande wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, uwezekano mkubwa wa watu kuingiza maneno kama ilivyokuwa kuingiza mikono yao umekuwa upo sana, na kwa hiyo wanachuoni wakaweka masomo mbalimbali na taratibu mbalimbali za fani hii ya hadithi, ikiwepo mustalahul hadithi na vitabu vingine wanachuoni wanaweka ili kuweza kuhakikisha yale yanayosemwa kwamba au yale yanayonasibishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yawe ni sahihi, yametoka kwa yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo shekhe ameanza kuweka angalizo kwa kutuwekea taghlidhul kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, uzito ama ubaya wa kumnasibishia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno ama vitendo hali ya kuwa hajasema ama hajafanya vitendo hivyo, na kwa hiyo kusema uongo dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume amesema hali ya kuwa jambo hilo hajasema. Hapa ameweka hadithi kama 4 hivi, zote zinazo tofauti zikiwa zimesimuliwa na masahaba tofauti, lakini wote wakiongelea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea. Navyoelezea habari zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi msielezee tu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwa sababu tu ya kuwa wewe jambo unalitaka ama jambo wewe hulitaki, ama tu umesikia tu watu wanasema, basi watu wawe na tahadhari katika sura ya namna hiyo. Sheikh akatuanzia hadithi kama ilivyokuja na kusimuliwa na Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, nasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la takdhibu alayya, msininasibishie maneno mimi, msiniwekee uongo, msinilishe maneno juu yangu mimi. Msije mkasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hili amesema, ama Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hili amelifanya, hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hajasema, hali ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hajafanya jambo hilo. Fa innahu, hakika ya mambo yalivyo, fa innahu, hakika ya mambo yalivyo, man kadhaba alayya, atakayenisingizia, atakayesema uongo juu yangu mimi kwamba nimesema jambo akanasibisha kuna kitendo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya ama maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema maneno hayo na hajafanya kitendo hicho, basi falyalij nara, na ajiandae kuingia motoni, atambue kwamba yadkhuluha an-nar, uongo huo utamuingizia yeye motoni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatahadharisha haya kwa sababu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam aghalabu yake vinakuwa ni dini, ni sheria, ni hukumu, ni mwongozo na maelekezo katika dini. Sasa unaposema kwamba jambo hili amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam na ikawa hajasema, maana yake unakuwa umeshatengeneza sheria, umeshawaelekeza watu hukumu, umeshawaelekeza jambo ambalo unadai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hali ya kwa jambo hilo yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza aya mbalimbali zinazoonyesha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ana nafasi ya kutoa mwongozo na maelekezo kupitia mafundisho yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hashr, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, na yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa, amewaelekeza, amewaamrisha, amewaongoza, basi fakhudhuhu, yafanyeni mambo hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa mwongozo, fanyeni hili lifanyeni, wa maana hakum anhu fantahu, na lile ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakataza, basi jambo hilo liacheni. Kwa hiyo unakuta kwamba wewe utakapokuwa umeleta jambo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza hili, unakuwa umewafanya watu wafanyie kazi aya hii, kwamba watu wafanye mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa jambo hilo yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam hajalisema. Ama umekataza jambo, wewe unakataza watu waache jambo, hali ya kuwa yeye Mtume
sallallahu alayhi wasallam hajalikataza jambo hilo, au kitu hicho Mtume sallallahu alayhi hajakikataza. Kwa hiyo inakuwa sasa, inakuwa ni sheria au inakuwa ni mwongozo, kwa sababu maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyozungumza, aghalabu yake yanakuwa ni mwongozo, yanakuwa ni hukumu, yanakuwa ni sheria, na yanatakiwa yachukuliwe kwa uzito katika utekelezaji wake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anatahadharisha, msije mkasema tu mkajisemea tu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema au Mtume sallallahu alayhi wasallam amefanya, ili watu wachukue hatua za sawasawa kuhakikisha yale kwamba aliyoyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Mtume basi sawasawa. Ndio maana wanachuoni wakawa wako makini sana katika mlango wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ama vitendo vya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ama ikrari za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuhakikisha zimethibiti kwa isnadi, wale watu wake wapokeaji wote ni wapokeaji ambao wanafaa kusikilizwa, hawana kasoro, hawako hivi hawako vile, basi lazima wawe wamekidhi vigezo vya sawasawa. Sheikh akasema miongoni mwa vigezo hivyo, akasema kuna sifa kama 5 hivyo ameweka. Kwanza, ruwatu adl, tamamu dhabt, ruwatu adl tamamu dhabt, muttasilu sanaduhu wa alla yakuna shadhan wala muallala. Kwa hiyo unaposema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, au inaposemwa mashaka wanapotokea sahaba amesema, amemsikia Mtume sallallahu, basi kutoka kwa sahaba mpaka yule aliyopokea maneno yale akayaweka katika kitabu chake, basi lazima kwanza iwe wale waliopo katika ule mtiririko wawe waadilifu, lakini pia wawe ni madhubuti wa kuweza kuhifadhi jambo katika sura ile ambalo walipokea, lakini pia iwe imeungana ule mtiririko wake kuanzia huyu wa mwanzo mpaka kufikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia wala isiwe shadha ya kipekee na wala isiwe yenye ila yenye kasoro. Kwa hiyo hizo zote ni juhudi za wanachuoni za kuhakikisha kwamba inachosemwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kiko sawa sawa. Kwa hiyo Mtume ametahadharisha hapo. Lakini hiyo ilikuwa ni hadithi ya Saidina Ali radhiyallahu anhu aliyoisimulia Imamu al-Bukhari katika mlango wa kitabu al-ilmi, babu ithmi man kadhaba ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii hadithi ya kwanza ambayo Sheikh ametuwekea. Hadithi ya pili Sheikh ametuwekea ni hadithi ya Anas bin Malik. Qala, amesema innahu la yamna'uni an uhaddithakum hadithan kathira. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema, innahu, hakika ya mambo yalivyo, la yamnauni, inaniziwia mimi, an uhaddithakum hadithan kathira, nisije nikawasimulia hadithi nyingi. Kwa sababu gani? Sije nikasimulia tu nikasimulia yasije kanitoka maneno ambayo sio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, hakika ya Mtume amesema, qala man ta'ammada alayya kadhiban, yule atakayefanya makusudi juu yangu mimi kuninasibishia maneno ama vitendo aliyekuwa mimi sijafanya, basi faliyatabawa maqadahu minan nar, aandae makazi yake makazi yake ajiandalie kule motoni. Sasa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema kinamfanya yeye asisimulie sana, pamoja na kwamba Anas bin Malik ni mmoja katika sittatul mukaththirin, katika masahaba wale wenye hadithi nyingi, wale sita miongoni mwa masahaba wa sita wale wenye hadithi nyingi. Baada ya Abu Huraira radhiyallahu anhu anafuatia Anas bin Malik, ama baada ya Bibi Aisha radhiyallahu anha anafuatia Anas bin Malik radhiyallahu anhu katika kwa kuwa na hadithi nyingi za kusimulia. Lakini yeye anasema ameacha kusimulia kwa wingi kwa sababu ya kuchukua tahadhari, si ikawa akajikuta anasema tu akasema yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyasema au ameyafanya, na akasema mengine ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajayasema. Kwa hiyo hii ni hadithi ambayo Sheikh ametuwekea kutoka katika kitabu cha Imam al-Bukhari, kitabu al-ilmi, babu ithmi man kadhaba ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hadithi ya Anas ibn Malik. Lakini pia ametokea hadithi ya Abu Huraira ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala, wa man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hawa ni masahaba tofauti ametuwekea shekhe, na zote zipo katika kitabu la ilmi katika Sahih al-Bukhari. Hadithi ya mwisho hadithu al-Mughira qala, anasema Mughira, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna kadhiba alayya, hakika kuninasibishia mimi jambo ambalo sijalisema,
au kitu ambacho sijakifanya au sijakikubali, ifahamike kakadhibi ala laisa kakadhibi ala ahadi, si kama vile kumnasibishia uongo mtu yote mwingine au kumnasibishia jambo hilo mtu yote mwingine, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja kisheria. Hata Qur'an imesema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Watu lazima wachukue tahadhari, wanaokengeuka, wanaokwenda kinyume kufuata muongozo wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, isije ikafika balaa, ayusiba fitna, isije ikafika balaa hapa duniani hapa, inaweza ikafika majanga yoyote ile, au yusibahum adhabun alim, au ikawafika wao adhabu yenye kuumiza. Watu kwenda kinyume na muongozo na maelekezo ya Mtume. Sasa ikiwa watu kwenda kinyume na muongozo na maelekezo ya Mtume sallallahu, inaweza ikafika balaa kubwa kabisa. Maana yake utakapokuja kulisema neno ambalo Mtume sallallahu amesema, hali ya kuwa hajalisema, unafanya watu waweze kulifanya, kwa sababu tayari huko makemeo ya Qur'ani yapo kwamba watu wasikengeuke, watu wasiende kinyume kufuata muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akamalizia, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar. Kwa hiyo hii yote Sheikh ametuwekea angalizo kwamba lazima tuwe na tahadhari na tuwe makini na tuchunge kabisa kusema jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelisema, hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema jambo hilo ama hajafanya kitu hicho, basi lazima ifahamike na ieleweke katika sura ya namna hiyo. Hii ilikuwa ni angalizo katika kitabu hiki kabla bado hajaingia katika maudhui ya moja kwa moja, na tuingie katika mlango wetu wa moja kwa moja, kitabu al-imani, mwanzo wa somo letu au mwanzo wa kitabu chetu moja kwa moja. Kitabu al-imani, kitabu kinachozungumzia imani, kitabu kinachozungumzia, wengine ita yaqini, wengine ita itikadi, wengine ita tauhidi. Inazungumzia masuala ya imani, inaelekeza namna gani watu wanavyotakiwa kuwa, imani zao wazitunze vipi, imani zao wazichunge vipi, imani zao zinatakiwa ziwe zinazingatia katika sura ya namna gani. Hadith babul imani ma huwa, mlango unaeleza imani ni kitu gani. Ma huwa al-iman, imani ni kitu gani? Wa bayanu fi swali, na kubainisha mambo yanayotengeneza imani, kwa sababu ndio tunaanzia mwanzo kabisa. Ni vitu vya kawaida kabisa ambavyo tunavyofundishana na kuongozana ili tuweze kuvifahamu. Na Mtume Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza, unaweza ukakaa ukaona mbona kuna vitu vya kawaida tu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbitan wala atainahum min ladunna ajran 'azima. Hizi ni aya katika suratul Nisaa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walau annahum, na lau wao, fa'alu ma yu'aduna bihi, wangeyafanya yale ambayo unayowakumbusha, unayowawaidhi, unayowaelekeza ya kawaida tu, watu wanayaona, lakana khairan lahum, jambo hilo lingekuwa bora kwao. Watu wakati mwingine aya zilikuwa zinaeleza watu walikuwa wanataka vita, watu wanataka hivi, watu wanataka mambo magumu magumu. Nasema mambo tushazoea haya mambo ya nini bwana, lete habari za maana bwana, tukapambane, tukafanya hivi, tukafanya hivi. Allah subhanahu wa ta'ala sema, kwanza lazima uanzie katika mizizi muhimu kabisa, katika msingi muhimu. Lazima uwe na vitu vya msingi vijikite katika moyo wako, katika yakini yako, katika dini yako, na ndipo ambapo sasa ukiwa na hayo sasa utafikia kupewa jambo zito, jukumu zito. Sasa lile utakapopewa, basi utaweza kulitekeleza kwa wepesi na kwa rahisi, kwa sababu tayari misingi au vitu muhimu kabisa vimeshaingia. Na masahaba ndio walikuwa hivyo, misingi ya imani ilikuwa imeingia, yakini ilikuwa imeingia, vitu vidogo vidogo, vitu vya kawaida vilikuwa vimejaa katika nyoyo zao. Kwa hiyo nyoyo zikawa ziko tayari kupokea muongozo na maelekezo, na nyoyo ambayo zitakuwa haziko tayari, nyoyo ambayo bado hazina hivi vitu ambavyo vinaonekana vile, havifahamu msingi wake, havifahamu uzito wake. Maana inawezekana inajua lakini haijui uzito wa jambo hili, basi inaweza ikakutana na jambo hilo zito ambalo anataka kulifanya, basi akalichukulia wepesi kwa sababu hajui thamani yake. Lakini akijua thamani ya hii, uzito wa hii hapa, na ikawa imejikita katika moyo wake, basi hawezi kuwa tayari kuiacha dini yake ikaenda ovyo ovyo hata siku moja.
Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sayati zamanu, itafika wakati yule ambaye atakuwa aliyeishika dini, basi kalqabidhu, kama vile ameshika kaa la moto, kama vile ameshika kaa la moto. Mtu atafika wakati ya nini, maana kila jambo katika dini yako basi inakuwa tabu, unapata bugdha, kuna vitu vingi unaona vikosa, pengine biashara za michongo kabisa, biashara ambazo zitakazokuletea kunufaisha, zitakazokutoa, unakuta dini inakuzuia jambo hilo, au jambo ambalo unaona wewe jambo hili ukilifanya basi ndio utatoka kabisa katika maisha, katika hivi, lakini dini inakuzuia jambo hilo, basi unajikuta kwamba unaiacha dini, unasema bana we, Mungu atatusamehe bana, au itakuwa hivi au itakuwa au bana, unaamua tu, kwa sababu lile jambo unalipa uzito. Kwa sababu gani? Umeshindwa kuvumilia kushika kaa la moto, kwa sababu huna msingi uliokuwa wa sawa sawa. Kwa hiyo tunaelezana hivi ni vitu ambavyo vya kawaida na vinaanzia, na ndio mashekhe wanaanzia vitu vya kawaida, watu waweze kujua msingi na uzito wa namna hii. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam barizan yawman linnas, yupo na watu wake. Barizan bimaana dhahirin, yupo na watu wake, amejumuika nao, amekaa. Mtume sallallahu alikuwa anakaa na maswahaba zake, anawafundisha mambo, anawaelekeza mambo, anatoa miongozo ya aina mbalimbali, au kuzungumza tu, wanazungumza. Masahaba walikuwa wanafunga safari kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili waweze kusikia chochote na maelekezo yoyote. Kwa hiyo ikiwa katika sura ya namna ile, faatahu Jibril, akaja Jibril alayhi salatu wassalam, faqala mal iman, Jibril akamuuliza mal iman, imani ni nini? Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema al imanu an tu'mina billahi, ni kuwa na yaqini ya imani juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al imanu billahi, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na yaqini kwamba vipi, bimaana an tu'mina billahi, an tuwahhid Allah, kumwamini na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yupo Allah subhanahu wa ta'ala, yeye Allah ndo anastahili kuabudiwa, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa za kipekee, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji, ndiye mfanyaji, na vitendo vyake, kuabudiwa kwake na yote yanayomhusu yeye Allah subhanahu wa ta'ala hayafanani na halingani na kiumbe yoyote au na kitu chochote ambacho wewe unachoweza kufanya. Yale yanayomstahikia Allah subhanahu wa ta'ala ni yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo lazima watu wawe na imani ya moja kwa moja kabisa juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watakapokuwa na imani hiyo ndio itakayo waingiza katika yaqini, itakayoingiza katika nuru, na inayowafanya wao washike sawa sawa, washike na kufuata muongozo na maelekezo yake. Utakapokuwa umemwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kutambua kwamba yeye ndiye ambaye wakustahiki kuabudiwa na yeye ndo wakufuata, basi maelekezo na muongozo wake lazima utaushika na utafanyia kazi, na utakapokuja muongozo wote mwingine utakaokuwa umeenda kinyume na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, muongozo huo na maelekezo hayo utayaacha tu, huwezi kukubali kuacha, kwa sababu tayari imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ipo katika ya dhati kabisa. Kwa hiyo hautakubali hata siku moja iweze ije kuwa kuna jambo lingine Allah subhanahu wa ta'ala anatoa mwongozo jambo hili kwamba lifanywe, au jambo hili halifai, alafu ukatoka mwongozo kwamba fanyeni jambo hili, na wewe ukaja kulifanya jambo lile tena kwa hiari yako, ukalifanya jambo lile kwa hiari yako, kwa hujalazimishwa wala hapajatumika nguvu, itakuwa imani yako wewe bado sio sawa sawa. Lakini pia kutambua wa malaika, kutambua malaika katika viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, wapo malaika, na Allah subhanahu wa ta'ala tuhamisha kutuonesha uwezo wake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba viumbe wake ameumba viumbe maalum kwa kazi yao maalum, ambao sifa yao la yaasuna Allah ma amaram, hawana sifa ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha, na kwamba wao wamepewa, wapo waliopewa kazi maalum kama Jibril alayhi salatu wasalam, kuteremsha wahi kwa mitume mbalimbali au kufikisha ujumbe kwa viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wanawateua, na wapo wengine Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa kazi yao wao kutoa roho
za viumbe, na wapo ambao aliwapa kazi Allah subhanahu wa ta'ala kupeleka roho zake za viumbe kupeleka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo ambao kazi yao kuendesha upepo, wapo ambao kazi yao kuendesha mivua na kusimamia mivua, na hivi Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wao maelekezo na mwongozo waweze kuyafanya, na wengine wao kazi yao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala tu. Wao tangu wameumbwa kazi yao, wapo ambao wamesimama tu, na wapo ambao wamerukui, na wapo wamesujudi tu kwa ajili ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Unapokuwa umefahamu kwamba kuna viumbe hawa, alafu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaja akasema kwamba hawa viumbe ndio watakao kuwa wasimamizi, walinzi, watakao kuwa wanafanya hivi, watakao wanafanya hivi, basi utakuwa na yakini na kuweza kufanya kazi sawa sawa. Lakini pia bilikai, kuamini kukutana naye Allah subhanahu wa ta'ala, yani kuna siku ya mwisho ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Kwa hiyo kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tutakutana naye, kwa sababu hili nalo ni jambo la msingi kabisa. Wapo watu au viumbe wengi wengi wanaokataa Uislamu, ni kule kukataa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna anayekataa swala zima la kifo, kwa sababu tunaona kila siku watu wanakufa, ndugu zetu, jamaa zetu wanakufa, lakini swala la kufufuliwa na kuja kuhesabiwa na kukutana na Allah, kule kuumbwa tena kwa mara ya pili, ndio jambo miongoni mwa mambo yaliyoleta mgogoro mkubwa kabisa na upinzani mkubwa kabisa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliopata ni watu kuamini. Na hili ni jambo la ghaibu, kuamini kwamba mtu amekufa. Aidha kunna idhaman nakhira, tushakuwa mifupa iliyochakaa kabisa, tena sisi tutakuja kufufuliwa tena? Huo ni urudishaji ambao utakokuwa ni kiumbe ambao kitachukua hakina sifa au hakina faida yote ya uwepo wake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, la qadirina ala an nusawiya banana, tunaweza tukamwika sawa sawa, tunao uwezo huo kumwika sawa sawa mpaka nchi za vidole ambazo hazilingani, ambazo Allah amejalia, na mpaka leo duniani kote zinatumika kwamba signature maalum, kwamba pamoja na kusaini, ikiwa kuna vitu muhimu basi lazima uweke dole gumba, sio kuna nini chochote lazima kila mtu aweke dole gumba au aweke vidole vyake na hivi na hivi, kwa sababu vidole hivi havifanani. Hata mtu na mama yake, hata mtu na mdogo, hata mapacha havifanani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, bala qadirina ala an nusawiya banana. Hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakayekuwa amewakusanya viumbe wake. Kwa hiyo kuamini uwepo wa siku hiyo nalo ni jambo la msingi kabisa. Sasa unapoamini kwamba ipo siku utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, ipo siku utafufuliwa, utahisabiwa, basi lazima utaishi kwa mujibu wa muongozo na maelekezo yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ili upate salama pale utakapokutana naye. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma. Wa amma man khafa maqama rabbih, yule atakayeogopa vipi itakuwa hali atakaposimamishwa mbele ya Mola wake, vipi atakaposimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wana nafsi, akaikataza nafsi yake anil hawa, na matamanio na matashi. Huyu alikuwa na imani ya dhati kabisa na yakini ya dhati kabisa ya kukutana na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo panahitajika imani ya kuamini kwamba ipo siku tutakutana na Allah subhanahu wa ta'ala wa rusuli, lakini pia kuamini mitume kama hivyo wamekuja kufundisha, ni mitume ambao wamezaliwa, watu wamewaona kama Firauni ambaye Nabiullahi Musa alayhi salam, alam nurabbika fina walida walabitha fina min umurika sinin. Wewe Musa, leo unadai wewe mtume, leo umelelewa ndani ya nyumba hii, mimi ni kiongozi, mimi ni Mungu, mimi ni hivi. Leo Musa unageuka, leo ukaja kuwa wewe unasema hivi, alam nurabbika fina walida, hatujakulea wewe Musa katika nyumba yetu hii, wala bithafina min umurika sinina, na umekaa kwetu hapa katika umri miaka kadhaa, kisha ukafanya uliyofanya, alafu ukakimbia hapa, leo unakuja kudai utume bwana? Wewe namna gani bwana? Kwa hiyo utume kwa nini Firauni anakataa kwa sababu anakataa kuletiwa muongozo na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama Makuraishi walivyokuwa wanamkataa mtume sallallahu alaihi wasallam. Qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulaini min alqaryatayn adhim. Hii Qur'an kama kweli huyu Mungu ndo kakosa, basi watu wote kwa nini wasiteremshe
tuhakikishie watu wakubwa wawili katika miji miwili mikubwa kabisa. Hapa tunaye hapa mzee wetu bwana Abul Hakami, yupo kule, yupo watu bin Mas'ud Thaqafi kule Taifa, aje kuletewa huyu yatima tu bwana, pamoja na kujua nafasi yake na hadhi yake na ukoo wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tukukataa yale ambayo aliyokuja nayo na muongozo na maelekezo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili wasifanyie kazi, basi lazima wamkatae yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuamini mitume ni jambo la msingi kabisa, lakini pia watuumini bil ba'th, kuamini kuna ishi wa kufufuliwa, kuamini kuna kufufuliwa, nalo ni jambo la msingi kama tulivyokuwa tumeweza kulielezea kwa kina hapo. Lakini pia Jibril akaendelea kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mal islam, uislamu ni nini? Qala, akasema alislamu an ta'budu allaha wala tushrika bihi, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala usimshirikishe. Ile shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammada rasulullah. Alislamu an ta'budu allaha wala tushrika bihi, huo ndio uislamu, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa wewe ni muislamu, lazima uwe na sifa ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Utakapokuwa wewe humwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake ni kwamba ni kuonesha kwamba wewe uislamu wako una matatizo, una changamoto uislamu. Hata kama haisemi kwamba sio muislamu, lakini wewe ni muislamu wa namna gani usemi? Kwa sababu sifa ya muislamu antaabudu Allah, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala tushirika bihi, na wala usimshirikishe. Na hii ndo shahadatu alla ilaha illa Allah wa anna muhammada rasulullah. Lakini pia watuqima salat, muislamu wa kweli ni yule ambaye anadumisha katika kusimamisha swala, kusimamisha swala, aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Kwa hiyo haitegemewi kupatikana muislamu ambaye haswali swala tano, haitegemewi kupatikana muislamu. Sasa kwa nini wanapatikana waislamu wakawa swala tano wasali? Kwa sababu wanashindwa kujua, ndio hii, walau annahum falu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashad, kwa sababu hawajui uzito wake, hawajui nafasi ya swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam, salatu imaduddin, swala ndio msingi wa dini, faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man hadama faqad hadama ad-din. Kwa hiyo swala ndio inamtengeneza mtu. Hata mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala sema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal, swala inayoswaliwa kisawasawa inamkataza, inamziwia mtu na machafu na maovu. Tunapokuwa tunaswali alafu tukawa ni watu waovu, watu tusiojielewa, tusioeleweka, watu tusiokuwa na mwenendo wa sawa sawa, basi pia tunatakiwa tujiangalie na tujikague tunakosea wapi katika utekelezaji wetu, kwa sababu swala Allah subhanahu wa ta'ala sema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, swala inamkataza mtu na machafu na maovu na mabaya. Sasa vipi sisi leo tunaswali lakini tukawa tunaangukia kwenye mabaya? Vipi sisi tunaswali tukawa ndo wachafu, tunasifika kwa uchafu mitaani? Kwa kila mtu ana uchafu wake ambao anaosifika nao, kila mtu ana ubaya wake ambao anaosifika nao. Vipi tunaswali swala zetu? Tunatakiwa tuziangalie na tuziasesi swala zetu hizi, tunakosea wapi? Pengine hizi swala zinakuwa bado hazijasimama sawa sawa, kwa sababu swala lazima ziswaliwe sawa sawa, na Mtume amesema sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama vile mnavyo. Pengine tuna mapungufu katika utekelezaji wa swala zetu hizi, ndio ambao yanayotupelekea tukajikuta tunaingia katika machafu na maovu. Kwa hiyo pia usimamishaji wa swala ni jambo la msingi na muhimu kwa Muislamu. Kwa hiyo haitegemewi Muislamu kutosimamisha swala akapatikana Muislamu asiyeswali, lakini pia akapatikana Muislamu anaswali lakini akawa ni mchafu wa tabia, muovu wa mwenendo na akhlaki na matendo yake ya ovyo na mwenendo wake mtaani, watu wanamuombea ahame kulingana na uchafu na uovu wake na ubaya wake alionao. Haitegemewi kabisa Muislamu kuwa na sura ya namna hiyo. Watu addi zakatul mafrudha, na kutoa zaka ya faradhi. Kutoa zaka, Muislamu wa kweli lazima atatambua nafasi na shida ya wale ambao wenye matatizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tu'khadhu min aghniyaihim, anamuelekeza Muadh bin Jabal, innaka ta'ti ahli kitaba, wewe unaenda kwa ahli kitabi, basi jambo la kwanza liwe ni kuwafundisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio pekee wa kuabudiwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume wake aliyotumwa, naye anafuata kufuata mwongozo wake na maelekezo yake. Nasema fa inhum ata'u bi, wakikusikiliza hilo basi waambie huyo Allah ambaye mmemtambua na mmefahamu kwamba ndo ana wajibu wa kusikilizwa, wa kutiiwa na kuabudiwa, amewaamrisha ninyi msimamishe nini? Mtekeleze ibada ya swala tano.
na fa inhum ata'una, wakikusikiliza na hilo, basi pia waambie Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha wao watoe zaka, tuukhadhu min aghniyaihim, inatolewa kwa wale wenye uwezo, waturaddu ala fukarai, inakusanywa na wakapewa wale wasiojiweza, ili waweze kujiendesha katika maisha yao, katika mwenendo wao, na wao ifikie wajiinue ustawi wao, ili na wao waweze kuwawezesha wengine. Na ndio maana utaona misingi ya zaka sio mtu kumpa ale, zaka ni kumwezesha. Utaona kwa mfano zile zaka za mifugo zote wanapewa mifugo ya kuweza kuzalisha ili waweze kuendeleza, sio anapewa mbuzi mtu akachinja akale na familia yake. Anapewa mbuzi akafuge, anapewa mbuzi jike akafuge, ili ule mbuzi aweze kuzalisha, aweze kutatua yeye changamoto za kiuchumi katika familia yake, na baada ya muda ataweza na yeye kuwawezesha wengine. Kwa hiyo lazima dini hii ni dini ya kuwezeshana na dini ya kusaidiana, kama ambavyo Allah anasema wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi, wasaidianeni katika wema na ucha Mungu, mnasaidiana katika mazuri. Hilo ndo jambo la msingi. Vile vile watasuma Ramadhani, ibada ya kufunga kwa Ramadhani kwa ajili ya imekuja funga ya Ramadhani. Allah amesema la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Funga ya Ramadhani itatuwezesha, itatuondosha katika level moja kwenda katika level nyingine. Swala tu la kujiuliza, tunafunga, tumeshafunga Ramadhani ngapi sisi, na zimetubadilisha vipi kutoka katika mfumo mmoja kwenda katika mfumo mwingine, au tunafuma tu kama kawaida? Mtume SAW, ipo hadithi mashuhuri ya masahaba wawili waliosilimu siku moja, lakini yule mmoja alikufa vitani, mwingine akachelewa kufa, akafa baada ya mwaka mmoja. Mtume SAW Talha baada ya kuota ile ndoto akastaajabu, kwamba unastaajabu nini? Ama swama Ramadhani, kwani yeye hakufunga Ramadhani? Au kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nini? Funga ni sehemu ya kuweza kumbadilisha mtu kutoka katika hali moja kwenda hali nyingine. Lakini ni mimi na wewe, hizi funga zetu tunazifunga katika sura ya namna gani? Tunafunga kila mwaka, zinatubadilisha katika sura ya namna gani? Zinatuwezesha kutoka katika njia, katika akhlaki mbovu tukaenda katika akhlaki iliyokuwa njema. Kala, kisha akauliza Jibrilu, mal ihsan, ihsan ni ipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akafafanua, al-ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu, ihsan ni kumwabudu Allah kama vile unamuona. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kama Allah umuoni basi tambua anakuona. Ihsan ina nguzo mbili tu, ni kule kuwa unapofanya ibada utambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Kama wewe umuoni, hujafikia hatua ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, basi tambua kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Kwa hiyo popote utakapokuwa, katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam, ittaqillaha haythuma kuntum, muogopeni Allah popote utakapokuwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yeye Allah yuko pamoja nanyi popote mtakapokuwa. Kwa hiyo muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika kila sehemu, manake ibadati, sisi tunaichukua ibada labda kuja kuswali, hii swala, funga, hizi ni ibada maalumu, lakini popote unapokuwa muumini unakuwa katika mazingira ya kiibada. Kwa mazingira ya kiibada kivipi? Kuwa mazingira ya kufuata muongozo na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na dini kwa ujumla, kwamba hapa ulipo unatakiwa uwe vipi, na je ni sahihi wewe kuwepo hapo, na unatakiwa utoke vipi, na unatoka katika njia za namna gani. Hiyo ni ibada ambayo tunatakiwa tuizingatie. Kisha Jibril akauliza, matasaa, kiyama kitakuwa lini? Kala, akasema mal mas'ulu, hakuwa. Mtume sallallahu akajibu kwamba hakuwa yule ambaye anayeulizwa alamu min bisaili, sio kwamba kila swali unaloulizwa wewe unalijua. Yule anayeuliza anajua zaidi kuliko yule pengine ambaye anayeulizwa. Kwa hiyo ilivyokuwa hivi, wasa ukhbiruka an ashratu, mimi nitakuelezea alama zake, nitakutajia alama za kiyama tu. Lakini kukijua kiyama kipo lini, yasaluka an-nasu an-saa qul inna ma ilmuha inda Allah, watu wanakuuliza habari za kiyama. Kiyama anajua mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo idha waladatil amatu rabbaha, mjakazi atakapomzaa bwana wake. Hii imeelezwa vita zinaweza zikawa ziko nyingi, kwa hiyo ishu za utumwa zinaweza zikawa zimeenea, na kadhalika ambavyo wanachuoni wameweza kuelezea. Lakini pia wa idha tatawala ru'atul ibli albuhum fil bunyani, watu watakaposhindana watu wa kawaida tu ikafikia wakati wakawa wanashindana katika kujenga majumba.
watu wasiojiweza katika kufuga mifugo na hivi, wachunga mbuzi tu, wachunga ng'ombe, Allah subhanahu wa ta'ala kunjua. Alama za kiyama sio maana yake ni kwamba ni mbaya au mbovu, yani mabadiliko yatapatikana, mabadiliko yatapatikana ya kiuchumi. Watu waliokuwa katika hali duni kabisa wana uwezo wa kuja kuwa na hali nzuri kabisa ya kiuchumi, kiasi kwamba wakashindana kujenga majumba, wakashindana kufuga, wakashindana na njia nyingine za uzalishaji. Hizo pia ni katika alama za kiyama, ukiona watu katika sura namna hiyo. Lakini pia kiyama hiki fi khamsin, ifahamike ni katika moja ya mambo matano, la ya'lamuhunna illa Allah, hakuna anayejua illa Allah. Katika suratu Luqman kule, Allah subhanahu wa ta'ala aya ya mwisho kabisa ameyataja, inna Allah indahu ilmu saa wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Haya ndio mambo matano hakuna mtu yote anayejua, hakuna mtu yote anayejua. Ma fil arham, watu watajua leo, wataenda kupiga ultrasound, watajua mtoto wa kiume au mtoto wa kike, au watajua mimba ina watoto wawili, mimba ina watoto watatu, wanne na hivi, lakini hata hawajui kama atakayezaliwa atazaliwa hai au atazaliwa amekufa, na hata kama amezaliwa ataishi vipi, ataishi kwa muda gani. Machache tu, wama utitum min alilmi illa qalila, hamjapewa ufahamu, ninyi ni mdogo sana kujua kwamba labda kiumbe kilichopo tumboni kwamba ni cha kike au cha kiume. Bado hujamjua yule kiumbe. Naweza kwa kiumbe mara wa kiume wa kike, mara unaambia mama kapoteza ujauzito, sema karudi nyuma, amesema atajifungua sijui tarehe ngapi, tarehe mmeisema, lakini hapa baada ya miezi miwili mitatu minne, Allah kishafanya jambo lake, tayari mama amepoteza nini, ujauzito na hivi na hivi. Hao wengine wakawatuhumu, wakawasemea vibaya na mama, wewe tu umetuongopea hapo, umefanya hivi. Kumbe hilo jambo halipo, hana control nalo, yeye liko nje ya uwezo wake. Ma tadiri, haijui kiumbe yoyote kwamba mahfil arhami, yaliyopo katika nini Allah subhanahu wa ta'ala atakifanyia kile kilichopo katika mfuko wa katika mfuko wa mama. Hujui atakitoa leo, atakitoa sasa hivi, atakipoteza muda gani, atazaliwa katika njia ya namna gani, na hivi na vile. Hizo bado. Kwa hiyo ultrasound bado haijatufanya au haijamfanya mwanadamu akajua kilichopo. Kujua ile ultrasound ni sawa sawa tu, hata mtu wa kawaida bila ultrasound akajua tule mama ana ujauzito. Si unajua ile mama ana ujauzito, lakini unajua ule ujauzito utatoka vipi, ule ujauzito utakuwa namna gani, utaishi lini, utakaa vipi, kwa muda gani utakaa, wewe hujui, unaishia tu basi. Na hata ultrasound nao inajua katika sura ya namna hiyo tu, bado haijui uwezo au ukubwa wa lile litakalo. Kwa hiyo hayo ni mambo matano ambayo hakuna anayejua ila Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma adibara, kisha yule akaondoka Jibril alayhi salatu wassalam, fakala radduhu falam yaraush, akawaambia mtume mrudisheni, lakini falam yaraush, kwa sababu alikuja katika sura, katika hii hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, hadithi ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anasema kwamba la yura alayhi atharu safari, hakuna haionekani alama ya safari, tunamstukia tu mtu amefika hapa, shadidu bayadhi thiabi, nguo zake nyeupe sana, shadidu sawari shari, nywele zake nyeusi sana, ipo katika sura namna hiyo. Lakini hii ya Abu Huraira inaeleza kwa ufupi katika sura namna hiyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, hadha Jibrilu jaa yuallimu an-nasa dinahum, huyu ni Jibril amekuja kuwafundisha watu dini. Ifahamuni dini, mkitaka kuijua, mkitaka kukaa sawa sawa katika dini, shikeni haya. Ndio maana tukasoma maneno ya Allah, sema lau annahum fa'alu ma yu'adhuna bi lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita. Hii ndio dini. Kwanza misingi ya dini ni hii hapa, watu wawe nayo. Watu watakapokuwa na misingi ya dini, basi hapo mtu huwezi kumyumbisha. Ndio ile kwa Allah akasema la yakhafuna laumata laibi, hao ni watu ambao hawaogopi lawama za yote wenye kulaumu. Ikiwa jambo hili limeelekezwa na dini, basi umwambie dini imekataza, basi jambo hili alifanya. Lakini ukiona jambo dini limekataza, labda unajishauri bwana, tutafute hivi tutafute, maana yake ni kwamba kuna vitu unakosa, kuna misingi unakosa. Ndio maana unajionea yaani wewe ukiambiwa jambo la dini unasema mimi mambo ya dini bana, haya bana, mambo haya acheni masheke sijui hivi na hivi. Maana yake bado unaonekana una changamoto kubwa kabisa ya kuielewa na kuifanyia kazi hiyo dini. Kwa hiyo hadha Jibrilu jaa yuallimu an-nasa dinahum,
Qala Abu Abdullah, yani Imam al-Bukhari, jaala dhalika kullahu min al-imani, haya yote ndiyo katika nini, Allah ameyafanya kuwa ni katika imani. Kwa hiyo tutasimamia hapa, ikiwa leo ndo tumekianza tu kitabu chetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe tuweze kufahamu na tuweze kuyajua, na kama tulivyozungumza, tufanye juhudi ya kupata muda kidogo wa kuongeza maarifa. Dunia inakwenda mbio hii, kama watu wanavyosema, dunia inakwenda kasi. Tulikuwa mwaka mpya juzi tu, leo mwaka unafanya nini, unamalizika, na hatujui kama huu mwaka tutaumaliza sisi au hatuumalizi, bali hatujui hata kama alasiri tutafanya nini, tutafika au hatufiki. Sasa ni kuchukua hatua juu yetu, tuweze kuongeza maarifa kwa namna moja ama nyingine, ili tuweze kuishi kwa namna ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayoipenda na kuiridhia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, tutakwenda kidogo kidogo, tutafikia. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.